Basi kwa majina ni Daktari Benjamin Songol Kiranja wa chama chetu kinachotawala cha UDA Kenya Kwanza. Kwanza kabisa niko hapa leo kwa mshtuko kubwa sana. Nataka nilaani kitendo ambacho kilifanyika jana katika sehemu ya Tot, ambapo mtumishi wa Mungu Badri Cheruiyot aliweza kuuawa na majangili. Nataka niseme ya kwamba nataka nitume risala za rambirambi kwa Baba Askofu Kimengich kwa kupoteza one of his fathers kwa sehemu ya Kerio. Nataka niseme kwamba imekuwa ni kitendo ambaye kimeweza kusitusha wengi wetu, kwa sababu sehemu ya North Rift, hasa sehemu ya Tot, tumeweza kushuhudia amani ila ambaye hawa kanisa waliweza kuchangia kuona kwamba sehemu ya North Rift watu wetu wameishi katika hali ya amani. Na jana wakati mtumishi alipokuwa akienda kuomba kushukuru Mungu na kuwatembelea wale watu ambao wameweza kuwa na changamoto, wakora wao wakaweza kutoa maisha yake. Ni jambo ambalo ningeliweza kusema ya kwamba serikali waweze kuchukua hatua, na nataka nishukuru kwa ile hatua ya haraka ambapo maafisa wetu wa usalama waliweza kuchukua na wakaweza kuchukua kuwashika wale suspects ambao waliweza kufanya kitendo hicho. Nataka niseme ya kwamba mambo ya silaha tunaona itakuwa ni shida kubwa sana katika sehemu zetu, hasa mahali ambapo kulikuwa kuna shida ya usalama. Wakati serikali wanapoendelea kurejesha usalama, sasa mabunduki zile ambao walikuwa nafanya mambo ya uhalifu imerudi sasa kuweza kukandamiza maisha wale ambao hawana hatia kama Badri Cheruiyot. Nataka niseme ya kwamba serikali waweze kuweka sasa mkakati kuona kwamba silaha zote ambazo ziko kwa mikono ya mwananchi siweze kutolewa ili watu wetu waishi katika hali ya amani. Bunduki zile ambaye zinaweza kupaki ni zile za serikali, kwa sababu watu wetu wanapojiami kwa sababu ya kujikinga kwa mambo ya cattle rustling ama kwa wale wakora ambao wameweza kuterora sawa, itapika siku ambaye usalama itarejea, haya mabunduki yatarudi kufanya kazi gani? So kwa hivyo nataka niseme ya kwamba hii ndio working, hii ni kiamushwa, yani kimeweza kuamusha serikali kwamba silaha hizi ambazo ziko kwa mkono ya raia sio sawa, kwa sababu amani imerejea. Sasa hii sio wizi ya mifuko, imekuwa sasa ile bunduki imetumika kupotezea wengine maisha. So nataka niseme ya kwamba waziri wetu aweke mkakati ya kutosha, najua ameweka, nataka aweke saiti nguvu ili silaha sote sitolewe. Na nataka niombe bunge letu waweze kutenga pesa ya kutosha kwa ofisi ya Interior ili waweze kufanya kazi hii, kuona kwamba silaha sote ambaye ni haramu ambaye siko kwa mkononi mwa wananchi zimeweza kutolewa, kwa sababu serikali wanafanya kazi yao na hatutaki tena silaha ziwe huko. Bunduki ambaye ikilia iwe ni bunduki ya serikali ambaye inafuata mhalifu, isiwe ni bunduki ambaye haijulikani ni ya nani. So mimi nataka kusema kwa jamii, kwa Wakristo wa Tot na Wakristo wote wa Elgeyo Marakwet, nataka kusema ya kwamba poleni. Nataka nitume rambirambi kusema poleni, na Wakristo na watumishi wa Mungu msikupe moyo, endeleeni kuhubiri amani, endeleeni kuombea nchi yetu, endeleeni kuongelesha vijana, endeleeni kuongelesha watu wetu ili watu wetu waishi katika hali ya amani. Tusiweze kutishwa na wakora na msemo ya kwamba kwa sababu wakora wametisha watumishi wa Mungu mwanze sasa kutoka na mtoke. Hapana, shetani anatishanga namna hiyo, lakini msimame imara, muweze kuweka amani, muweze kuhubiri amani, watu wetu waishi katika hali ya amani. Kwa wale shule ambaye iliweza kufungwa ya Tot, nataka niseme ya kwamba watu wasiwe na wasiwasi, kwa sababu serikali tayari imechukua hatua. Tuweze kuhubiri amani na wananchi waweze kushirikiana
na maafisa wa usalama kuweza identify pengine kuna wengine group ambao walikuwa wamejipanga kutenda uhalifu. Muwe watu ambao mmeushirikiana na serikali ili tuweze kutoa wakora wote wale serikali waweze kuchukua hatua ili watu wetu waishi katika hali ya amani. Kila mtu atembee akijua kwamba amani iko sehemu hiyo. Asante. Kwa wale wa KNUT na KUPPET, jamani, tusiweze kutishwa na wakora wachache. Ile chamba ambalo liliweza kufanyika jana haikuwa ni cattle rustling, ilikuwa ni wakora ambaye walitarget huyu mtumishi wa Mungu, kwa sababu Badri huyu ni mtu ambaye alikuwa na upiri amani sana, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa naonya watu kwamba sio vyema tuweze kufahamiana, sio vyema watu wetu wafahamie ndugu zao. So hiyo ni ile tu ile wakora wameweza kuchukua nafasi hiyo, kwa sababu wameona kwamba huyu mtu amekuwa strong na amekuwa mtu serious, kuona kwamba watu hawache mambo ya uhalifu. So haikuwa ni mambo ya cattle rustling. So I want to encourage and tell our KUPPET and NAT kwamba hiyo neno ambao wamesema kwamba wanatoa walimu wasio huko, hapana. Hiyo ni kuweka tumbo joto ama kustua watu, kwa sababu hizo ni sio za cattle rustling. Hii ni wakora tu ambao wamejipanga na kukandamiza maisha ya Badri. So kwa hivyo tusiweze kueneza kana kwamba sehemu hiyo imeweza kupamiwa na wakora. Hiyo ni individual na ni watu wachache ambao wameweza kupanga kitendo hicho, na serikali wako na mkono mrefu. Na serikali, kama serikali wangekuwa watu ambaye hawakuwa tayari kuchukua hatua, wale wakora suspects wanne ambao walishikwa jana wangeshikwa. So the government is serious kuona kwamba usalama katika Kerio imeweza kutumishwa. So na nataka kusema kwamba kwa walimu wetu tusiweze kustua. Nataka niombe wakilishi wa NAT na KUPPET tusiweze kustua watumishi wa umma katika sehemu ile, kwa sababu haikuwa ni cattle rustling, ilikuwa ni kitendo cha wahalifu ambaye tayari serikali wamechukua hatua.